Ndugu zangu wapendwa, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mimi ni mtume Joseph Julius Goriama, msemaji wa Yesu Kristo duniani. Ndugu zangu wapendwa, ninawaletea ujumbe wa neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 24. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Ndugu zangu wapendwa, kichwa cha habari cha somo langu siku hii ya leo ni wito wa Yesu Kristo kwa wafuasi wake duniani. Wito wa Yesu Kristo kwa wafuasi wake duniani. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anatuita wafuasi wake duniani kama ambavyo nilielezea matakwa yake nilipokuwa nikielezea ramani ya Yesu Kristo ya ujenzi wa maisha wa Kristo duniani, ya kwamba Yesu anataka tutoke kwenye maisha ya kuwaziana mabaya, turudi kwenye maisha ya kuwaziana mema. Tutoke kwenye maisha ya kutazamiana mabaya, turudi kwenye maisha ya kutazamiana mema. Kama nilivyoeleza ya kwamba Yesu anatutaka Wakristo tutoke kwenye maisha ya kuneneana maneno mabaya na kurudi kwenye kuneneana maneno ya uzima na amani. Anataka tutoke kwenye maisha ya kutendeana matendo mabaya, uovu, na anataka turudi kwenye maisha ya kutendeana matendo ya upendo. Anataka tutoke kwenye maisha ya kuonana kwa jicho la uovu na turudi kwenye maisha ya kuonana kwa jicho la upendo. Anataka turudi kwenye maisha anataka tutoke kwenye maisha ya kuhusiana kwa mahusiano ya uovu, na anataka turudi kwenye maisha ya kuhusiana kwa mahusiano ya upendo. Yesu anataka tutoke kwenye maisha ya kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki, turudi kwenye maisha ya kufanyiana maamuzi ya haki. Anataka tutoke kwenye maisha ya kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki, turudi kwenye maisha ya kusimamiana kwa misimamo ya haki. Kama ujumbe huu uliuelewa vizuri, basi ninaomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya Bwana wangu Yesu Kristo, ambaye amenichagua mimi kuwa msemaji wake duniani, kuwaletea ujumbe ufuatao. Ndugu zangu wa Kristo, Yesu anasema anataka Wakristo wote duniani. Hapa naomba nizungumze na Wakatoliki, naomba nizungumze na Waprotestanti, naomba nizungumze na Waassemblies, naomba nizungumze na Wapentekoste, naomba nizungumze na mitume na manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu, wazee wa kanisa, mashemasi, maaskofu. Naomba nizungumze na Wakristo wa huduma mbalimbali, ya kwamba Yesu amenituma kuwaambieni Wakristo, anataka muungane. Anataka muungane. Anataka muungane mawazo yenu, muache kuwaziana mabaya. Anataka muungane mtazamo wenu, muache kutazamiana mabaya. Anataka muungane maneno yenu ya kinywa, muache kuneneana maneno mabaya. Anataka muache kutendeana matendo mabaya. Anataka muungane matendo yenu, muache kutendeana matendo mabaya. Yesu amenituma niwaambie, anataka muungane muonekano wenu, muache kuonana kwa jicho baya. Yesu anataka muungane mahusiano yenu, muache kuhusiana kwa mahusiano mabaya. Yesu amenituma kwenu Wakristo niwaeleze, anataka muungane maamuzi yenu, muache kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki. Yesu amenituma kwenu Wakristo niwaambie muungane misimamo yenu, muache kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Ndugu zangu wa Kristo, kwa niaba ya Bwana wangu Yesu Kristo aliyenipaka mafuta kuwa mtume na msemaji wake duniani, Yesu amenituma kwenu na wito wa kutaka wafuasi wake muungane. Mmetengana, imetosha. Na katika utengano ambao mmekuwa nao kwa miaka mingi, Yesu anasema imetosha. Mmewaziana mabaya, imetosha. Mmetazamiana mabaya, imetosha.
Mmeneneana maneno mabaya, imetosha. Mmetendeana matendo mabaya nyinyi kwa nyinyi, imetosha. Mmeonana kwa jicho baya, imetosha. Yesu anasema Wakristo, imetosha kwenu kuhusiana kwa mahusiano mabaya. Anasema imetosha kwenu kufanyiana maamuzi mabaya yasiyo ya haki. Yesu anasema imetosha kwenu kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Anataka muwe na mwanzo mpya. Anataka mtubu, mtubie maisha yenu ya kale, mtubie maisha yenu ya kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya. Yesu anawataka Wakristo duniani mtubie maisha yenu ya kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Bwana amenituma niwaeleze Wakristo, anataka muwe na mwanzo mpya. Anataka muwe na mwanzo mpya. Anataka muingie kwenye maisha mapya, maisha ya kuwaziana mawazo mema, mawazo ya uzima, mawazo ya upendo, mawazo ya haki. Anataka muingie kwenye maisha mapya ya kutazamiana mema, kutazamiana uzima, kutazamiana upendo, kutazamiana haki. Anataka muingie kwenye maisha mapya ya kuneneana maneno ya uzima, kuneneana maneno ya amani, kuneneana maneno ya kupeana matumaini. Yesu amenituma niwaambie, anataka muingie kwenye maisha mapya, maisha ya kutendeana matendo ya upendo, ya kuthaminiana, kujariana. Anataka muingie kwenye maisha ya kuonana, kuonyeshana, kuonana kwa jicho la upendo, jicho la kuthaminiana, jicho la kujariana. Anataka muingie kwenye maisha mapya ya kuhusiana kwa mahusiano ya upendo, kuhusiana kwa mahusiano ya kuthaminiana, kuhusiana kwa mahusiano ya kujariana. Yesu mwana wa Mungu aliye hai amenituma niwaambieni Wakristo duniani, anataka muingie kwenye maisha mapya ya kufanyiana maamuzi ya haki, maamuzi ya haki. Anataka muingie kwenye maisha mapya ya kusimamiana kwa misimamo ya haki. Ndugu zangu wapendwa, haya ni maagizo ambayo nimetumwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai niweze kuwaeleza wafuasi wake wote. Anataka muungane, anataka muungane, mtubie maisha yenu ya sasa, na mkisha tubu anataka muingie kwenye maisha mapya, maisha ya kuwaziana mema, kutazamiana mema, kuneneana maneno ya uzima, kutendeana matendo ya upendo, kuonana kwa jicho la upendo, kuhusiana kwa upendo, kufanyiana maamuzi ya haki na kusimamiana kwa misimamo ya haki. Ndugu zangu wapendwa, mimi ni msemaji tu wa Yesu. Ninasema yale ambayo amenituma niyaseme kwenu. Chukueni hatua ndugu zangu. Mungu awabariki. Mimi ni mtume Joseph Julius Goriama, msemaji wa Yesu Kristo duniani. Ndugu zangu, asanteni kwa kunisikiliza. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.